kuhusu kufunikwa halisi kwa Naos kunakotokea. Sasa simulizi hii yote kuhusu kuchanika kwa hekalu la Herode, tukisema ukweli kuhusu kile Kigiriki kinachojaribu kuelezea hapa, na kimefanya kazi si mbaya kwa Kigiriki, hadithi hizi haziendani na hili. Tunachunguza kidogo zaidi kuhusu hili. Kwa nini tunalifanyia kazi hili? Tena, unajua, tulilifanyia kazi kidogo kwenye mafundisho ya mkombozi wa damu. Hili ni pango la Yeremia, na kwa mtazamo wa leo, na kuna kituo cha basi na vitu vingine chini yake, na ni kama vile hungeweza kutambua hili, lakini kuna mahali hapa chini ya Golgotha, na tunaona katika masimulizi ya Injili ambapo inarejelea Golgotha mahali hapa pafuvu. Inavutia sana. Hili neno, wanafunzi walitoa maelezo gani katika masimulizi ya Injili? Kinachovutia ni kwamba kitu hiki kinaonekana, Michael, kimetiwa muhuri kwa mashaka, kwa makusudi, bila kukusudia. Hatupati nadharia yoyote ya njama au kitu kingine chochote kama hiki, lakini hapa chini kinachoaminika kuwa au kinaweza kuwa mahali pa Golgotha hutokea kuwa aina hii ya kituo cha basi. Kinachovutia ni kwa nini hii ipo katika eneo hili la ajabu na la kihistoria, iwe unaamini ipo au la. Sasa, tunajua msimamo wa Wakatoliki umetufikisha kwenye kanisa la kaburi takatifu, na kuna mitazamo mingine kuhusu kile ambacho akaunti za Injili zilikuwa zikizungumzia, lakini tunaamini inaweza kuwa rahisi tu kama kitu kilichokuwa nje ya eneo la kaburi la bustani, na kitu ambacho kilielezewa katika Brit. Unaona picha hapo ya mwanaume amesimama nje wakati ilipokuwa inachimbuliwa, na huyo ni mwanaume anaitwa Ron Wyatt. Nilipokuwa katika nchi halisi ya Israeli, na hii ilikuwa ziara mwaka 2007, jambo la kuvutia lilitokea, kwa sababu wakati huo mimi binafsi nilikuwa naelemea zaidi upande wa milima wa Mizeituni kama akaunti ya mahali palipoweza kuwa ambapo kifo cha kusulubiwa kwa Masiha kilitokea. Na wakati huo sikuwa nimechunguza kwa undani kama nilivyopaswa. Na hakika, angalau wakati huo sikuwa nimezingatia kabisa utamaduni wa Kikristo wa kanisa la sepuku kama mahali pa karibu, kwa sababu kulikuwa na mambo mengi ya ujanja pale. Lakini tukienda kwenye slide inayofuata hapo, Michael, kuna jambo la kuvutia lililotokea hapa, na nilikuwa na tukio la kuvutia. Akaunti ambapo kulikuwa na kauli ya bahati mbaya kutoka kwa mkuu wa taasisi ya mlima wa hekalu wakati wa mazungumzo ya faragha, na tulikuwa pale kwa maelezo ya faragha na tukapewa ruhusa ya kuona mambo fulani wakati huo. Sitaki kuingia kwenye yote hayo, lakini ulikuwa wakati wa ajabu sana kwangu katika nchi ile wakati huo. Na kulikuwa na kauli ya bahati mbaya pale ambayo ilikuwa sawa, wakati utakapofika tutaleta sanduku la agano. Haikuwa hivyo. Tunasubiri kujua au iko wapi mambo ya sanduku la agano Indiana Jones yanayoendelea. Hakuna hata moja kati ya haya. Kilichovutia ni kwamba kilikuwa na uhakika na sahihi sana, na hivyo ilinifanya nirudie jambo fulani, kwa sababu wakati huo nilikuwa nikiburudisha mambo ya mlima wa Mizeituni na kutazama hili mlima wa Mizeituni na nini hasa kilikuwa kikiendelea hapa. Wanajua hiyo, wanaweza kutoa jambo hili, nini kinaendelea, na wangejuaje hili? Na kwa hivyo nilipitia mambo fulani yaliyoendelea kutokana na madai haya ya kuvutia ya mtu anayeitwa Ron Wyatt. Sasa inavutia kwa sababu amechukizwa sana kwa kutoa dai hili kwamba alikuwa amegundua au kweli alipata sanduku agano katika uchunguzi wake na kile alichoamini kuwa. Hii ilikuwa nje ya lango la Damasko, jiji la kale, katika eneo la Golgotha penye kituo cha basi sasa, na mambo kama hayo. Sasa kinachovutia hapa ni kwamba nilikuwa nimeifuta hii, na nadhani huenda alikuwa na historia ya SD na mambo ya aina hii. Na unajua, madai haya yalikuwa ya kupita kiasi katika nyanja nyingi, na amekuwa kwa kweli na wakosoaji wake, lakini nakumbuka kuona hili likidaiwa ndani na akachukua joto nyingi na kusimama. Hakuna faida ya kifedha na ni kejeli tu. Nami nilijiuliza wakati huu, je, hii inavutia?
Je, mtu huyu alisema ukweli katika maelezo yake? Na kwa hivyo nilipitia mambo kadhaa yanayohusiana na hili, kwa sababu hili lilikuwa kwa maana pana zaidi. Katika mlimani wa hekalu, katika eneo lililoko mahali pa kuvutia sana kati ya vilima 7 ya Yerusalemu, au eneo linalojumuisha bonde la Kidroni na mlima wa Mizeituni, hekalu lenyewe, na kwa kweli eneo hili ambalo lilidaiwa kuwa Golgotha, mahali pa fuvu la kichwa. Na alichodai ni kwamba pango la Yeremia lilikuwa moja kwa moja chini ya mahali ambapo Masiha alisulubiwa, na kwa nini hili lingekuwa nje ya lango la kaskazini wakati huo au la. Hivyo nikarudi kuangalia mambo haya yote. Na kwa kweli kuna simulizi hii ya kuvutia katika kitabu cha Wamakabayo wa pili kuhusu kile nabii Yeremia alifanya wakati huo. Na kuhusu Wababeli, unajua, kukimbia kwao kutokana na mashambulizi ya Wababeli na mambo yote haya. Hivyo nini kinaendelea hapa? Kulikuwa na madai mengine kuhusu kile tulicho. Aligundua juu ya kitu cha sanduku hili, kitu cha rangi ya kahawia. Na alidai kwamba hii ilichukuliwa, ikachunwa na kupelekwa kwa wanasayansi wa Israeli, na wanasayansi wa Israeli wakati huo waligundua kromosomu 23 pamoja na 1. Na kwamba baada ya kuiweka kwenye centrifuge na kuongeza maji ndani yake, waligundua kwamba hii bado ilikuwa hai, na hawakuelewa jinsi hili lingewezekana. Hivyo hii ni sehemu ya ushuhuda wake katika madai yake. Kwa hiyo nilienda na kuchunguza tena. Nilikuwa najua kuhusu hili, lakini baada ya kusikia kauli hii nikajiuliza, wanawezaje kujua ilipo? Na kwa ujasiri huo mkubwa. Kwa hiyo nilienda na kuangalia tena yote haya, na nilikuta ilikuwa ya kuvutia. Kwa hiyo tulienda na kuangalia hili kwa mwanga wa maandiko. Je, nuru ya Elohim iling'aa juu ya Masiha wakati wa kifo chake juu ya taa vya kale? Sasa njia pekee tunayoweza kuona nuru hii ikitokea ni kama tutatazama Kigiriki halisi kwa undani kidogo, kama vile tulivyofanya sasa hivi. Lazima uelewe tofauti kati ya Neos na Herion. Sasa kinachovutia ni kwamba nuru ya Elohim inakaa katika mahali patakatifu pa kweli. Kwa hiyo, je, kuna kutokuelewana hapa? Kwa sababu bila shaka Ron White alikaribia vya kutosha. Yeye sio Mkohathi, Mlawi wala kitu kama hicho. Unajua, kutakuwa na baadhi ya kutokuelewana na Torati hapa. Na jambo la kuvutia sana, Sanhedrini ya Kiyahudi ya sasa, au wao kuunda Sanhedrini katika taifa la kisasa la Israeli, kwa sasa hawaleti jambo hili hadharani. Sasa wanaweza kuamini kwamba hii ni njia ya kuiheshimu Torati, au labda ni hivyo. Kama wataileta hadharani, itafichua kwamba uwepo wa Elohim haupo pale, na tutazungumzia hili. Haijalishi kama ni ajenda fulani au kama ni wao tu wanataka kuiheshimu Torati na wanasubiri hekalu na kupata ukuhani wa Walawi ambao unakidhi masharti ya Torati. Tutaona, lakini jambo hili limefichwa kwa kiasi fulani kwa njia ya kutiliwa shaka. Na pia tumepata kauli za kuvutia kutoka kwa mkuu wa taasisi ya mlima wa hekalu mwenyewe, na hivyo hii ilisababisha kuangalia mambo kwa undani zaidi na kupitia tena madai haya kupindukia, madai haya ya kuvutia ya bwana huyu Ron Wyatt. Kwa hivyo, je, nuru ya Elohim ilimwangazia Masihi wakati wa kifo chake? Endelea huko Meko. Samahani, nilikuwa kimya hapo. Nilichotaka kusema ni kwamba kwa baadhi yenu ambapo hili linaweza kuwa kama uelewa mpya kabisa, ningependekeza kwamba mrudie mafundisho ya Curtis aliyofundisha wakati wa vuli iliyopangwa. Nyakati imeondoka tu kwa hivyo 2024 kwa sababu unaingia katika maelezo zaidi kuhusu uwezekano wa kweli. Wakati miamba ilipopasuka, damu ya Masihi ingedondoka na kutua kwenye sanduku. Na ulisimama hapo kwa ajili ya nyakati zilizopangwa za vuli. Sasa tunataka kujenga juu ya hilo. Kwa hivyo kama huna msingi wa hilo, unajua, nenda ukaangalie tena nyakati zilizowekwa za vuli, mlipiza kisasi wa damu, kufundisha kulikofanywa na Curtis. Lakini kwa ajili ya leo, tunataka kujenga juu ya msingi ambao Curtis aliuweka wakati huo. Kwa kweli, rudi tu tena Michael.
Rudi tu kwenye picha tena. Kuna kitu tu unataka kutaja. Alinisukuma tu. Kumbuka, tulikuwa tunazungumzia kuhusu kile kinachowakamata Wagiriki. Mwamba ulikodishwa kutoka juu hadi chini. Sasa kinachovutia ni kwamba ikiwa bila shaka unaona hili linazungumzia kama kitu kilicho juu kuliko kilicho chini. Lakini kama ungeweza kuwa na sehemu ya msalaba na kuona kote duniani, ungeona kukodisha. Lakini ni mwamba uliokuwa unakokota. Bila shaka, dai. Kwa Ron Wyatt, hii ingeruhusu kwa mchanganyiko wa maji na damu, ingekuwa na mnato wa kufikia kile ambacho kingekuwa pango la Yeremia, ambapo uwepo wa Elohim bado ungekuwapo wakati huo. Kwa hivyo damu inamwagika juu yake, na hili ndilo dai hili la ajabu. Sasa kinachovutia ni kwamba Kigiriki, niliporudia kuchunguza kwa undani hili, kilionekana, na ingawa Ron Wyatt hakuwa anajaribu kudai hili na hakuielewa tofauti kati ya Ariane na Naos, na hakika hakulionyesha hilo katika ushuhuda wake, kuchunguza mambo yote, nilipofanya hivi na Brit, ilikuwa ya kuvutia jinsi haikufanya angalau kwa uchache kabisa kumharibia sifa, na kwa kweli haikuharibu tu dai lake, bali ilionekana hata kuunga mkono zaidi kuliko simulizi la mythos. Hivyo ili lilinishangaza pia wakati huo, kwa sababu nilikuwa nimekaa pale nikijiuliza, hili ni dai la ajabu au wazo bwana Wyatt, lakini na ushuhuda, na hata hivyo simulizi ya Kigiriki ukivuka ile ya Kiingereza. Kwa kweli hukupinga ushahidi wake, na hakuwa hata akijaribu kuutoa kama sehemu ya uungwaji mkono wake wakati huo. Na hivyo hiyo ilikuwa sehemu ya jambo ambalo nilikuwa nikipitia tena. Kwa namna fulani ili kupinga dai hili, kulingana na mazungumzo yangu na mkuu wa taasisi ya Temple Mount wakati huo. Sawa, samani Will. Sasa baadhi yenu mnaweza kuwa wanafunzi wa Biblia werevu sana, na nendeni vema kama Ron Wyatt kweli aligundua sanduku la agano la kweli la Elohim. Kwa nini halikumuua, sivyo? Kwa sababu tuna rekodi, na sasa tutaangalia hili. Na hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana 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 sana. Kwa sababu, je, uwepo wa Elohim unabaki mahali pamoja kila wakati katika historia ya kile tunachokiita Biblia? Hapana, tunaona kwamba uwepo wa Yah ulihama, na mara kwa mara ulihama kabisa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Na kwa hivyo hili ni jambo muhimu kuelewa, kwa sababu tunaamini kwamba wakati wa kusulubiwa kwa Yeshua, hii ilikuwa ni naos ya Elohim. Lakini ikifika karibu miaka 2000 baadaye, Ron Wyatt anaweza kukaribia kitu fulani. Nini kinaendelea? Weka hilo akilini wako. Kwa hivyo ni nini hasa kilichotokea katika tavi ya kale? Mwanga unaathirije hili? Warumi wa wakati huo waliona nini hasa? Kabla hatujafika hapo, tena tunahitaji kuweka msingi kidogo wa Torati. Tumeandika hapa, shika kwa uangalifu. Hesabu sura ya 3 na 4 ni amri za Torati kuhusu jinsi maskani na vyombo vyake vilivyopaswa kushughulikiwa. Na Yah alikuwa makini sana. Katika Hesabu 3 kuanzia aya ya 29 inasema, makabila ya wana wa Kohathi walitakiwa kupiga kambi upande wa kusini wa maskani, wakiwa na Elisafani mwana wa Uzieli kama mkuu wa nyumba ya baba wa makabila ya Wakohathi. Na kazi yao ya ulinzi ilihusisha sanduku la agano, meza, kinara cha taa, yaani menora, madhabahu ambayo ni madhabahu ya sadaka, na ile madhabahu ya dhahabu ya uvumba. Vyombo vya patakatifu ambavyo makuhani walitumia kuhudumu, na pazia, pamoja na huduma zote zinazohusiana na hivi vyote. Hivyo kabila la Lawi lilikuwa kabila moja na liligawanywa katika koo mbalimbali. Kulikuwa na ukoo wa Haruni ambao walikuwa makuhani, na kulikuwa na koo nyingine wa Kohathi, wa Gershoni, nimesahau ile nyingine, lakini kila ukoo ulikuwa na majukumu maalum ya kile walichopaswa kushughulikia. Sasa ndani ya Walawi, ukoo wa Wakohathi walipewa jukumu la kubeba sanduku la agano na vyombo vilivyotajwa hapa wakati kambi ilipohitajika kuhamishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine.
Koo zingine za Walawi zilishughulikia vigingi vyote 10 pamoja na vile vipengele muhimu vya kimuundo vya maskani. Na kwa njia hiyo basi, ziara inakwambia ni nani anayepaswa kuhamisha safina wakati safina itakapohamishwa, na nambari 4, nenda ufanye hivi kwa wakati wako mwenyewe. Kwa kweli inaeleza kwa undani jinsi vitu vilivyokuwa ndani ya hema la kukutania vingeshughulikiwa na ni koo zipi zilikuwa na majukumu yao katika kusafirisha hema la kukutania na vitu hivi. Lakini kwa ajili ya muda, isome mwenyewe wakati wako. Lakini jinsi hii ilivyopaswa kufanyika ni kwamba wakati kambi ilipokuwa inapaswa kuhamishwa, makuhani wana wa Haruni wangeingia na kufunika vitu vyote kwa ngozi na kisha kwa kifuniko cha buluu. Na mara tu vitu vyote ndani vilipokuwa vimefunikwa, basi Wakohathi wangeletwa na makuhani wangesema kwa Wakohathi, wewe beba hiki, wewe beba kile. Wakohathi hawakuruhusiwa kuangalia sanduku au kitu chochote kilichotengwa, la sivyo wangekufa. Lakini hawakuruhusiwa hata kuvigusa. Sasa waliwezaje kuvisogeza? Tunajua kwamba sanduku na meza za mkate wa onyesho na madhabahu, miti ilipaswa kuwekwa ndani yake ili viweze kubebwa. Kwa hivyo, Torati ni maalum sana. Wakohathi wanapaswa kuibeba, lakini hawaruhusiwi kuiangalia au hata kuigusa. Ndiyo maana miti hiyo iliwekwa ndani ya sanduku ili iweze kubebwa. Hii ni maalum sana, na Yuda anafahamu sana amri hizi. Tuendelee mbele hadi wakati wa Mfalme Daudi. Una simulizi hii ya kuvutia sana ambapo David na makuhani wanahamisha sanduku kutoka sehemu moja hadi nyingine, na tuna simulizi hili na kuvutia sana ambalo tumepewa. Nitawaacha msome hili jamani. Nao walipofika kwenye uwanja wa kupuria wa Nahani, Yozai alinyoosha mkono wake kuelekea sanduku la Mungu akalishika. Kwa maana ng'ombe walijikwaa. Inavutia, ng'ombe hawajikwai mara nyingi. Ukiangalia picha ya tembo kwenye beseni katika uhusiano huu, ni kama vile hili lilifanywa kimakusudi na Elohim. Labda kwa sababu wanasafirisha kitu kwa njia ambayo hawapaswi kusafirisha. Michael, hasira ya Yah ikawaka dhidi ya Israeli na Elohim akampiga chini pale kwa sababu ya kosa lake. Na mrithi wake huenda alihusika sio tu na kugusa kwake, lakini kusafirisha kwake, na akafa pale kando ya sanduku la Elohim. Hivyo hii ni hali ya ukweli mzito sana unaoendelea hapa. Uwepo wa Yah upo hapo, na mtu amelipa gharama kubwa sana hapa Uzra. Nguvu hii, na tumeona hapa, alikuwa Mlawi wa ukoo wa Merari, sio wa ukoo wa Kohathi. Kwa hiyo yeye si mmoja wao ambaye anaweza kushughulikia sanduku hilo kama ilivyoagizwa na Torati kwa kutumia fito kama Michael alivyosema. Hata hivyo, kinachovutia ni kuwa karibu au sasa hivi na jinsi hii ilivyokuwa ikisafirishwa. Wakati huo ilibidi awe Mlawi, lakini wa ukoo tofauti na si wa ukoo kama ilivyoagizwa kuhusu Wakohathi. Na kwa hivyo hii inavutia. Safina hii inasafirishwaje Mikae? Je, hii ni kuheshimu Torati? Je, kuna kitu kinachoendelea hapa? Je, walikuwa wakishughulikia hili kwa usahihi? Sasa katika kitabu cha Hesabu sura ya 3 na hasa sura ya 4 inaelezea kwa undani sana. Na Hesabu sura ya 4 inasema kwamba ukoo wa Wakohathi walipaswa kubeba sanduku kwa kutumia fito. Hii inamaanisha walilibeba kwa mikono, si juu ya ng'ombe au kwenye gari la mizigo. Hata unaona hili katika simulizi la Yoshua akivuka mto Yordani. Na inasema kwamba sanduku lilikuwa likibebwa na Walawi, na waliposimama mto Yordani ulitenguka, na walilazimika kusimama katikati ya mto ili nyumba yote ya Israel iweze kuvuka. Kwa hiyo tunaona kutoka kwenye Torati na maandiko yote ya Agano la Kale kwamba sanduku lilipaswa kubebwa na Wakohathi kwa mikono. Sasa hapa sanduku hili linafanya nini kwenye gari la mizigo likifutwa na ng'ombe? Unaona kinachoendelea hapa?
Na Uza ni nini? Ingawa ni Mmerori, hapaswi kuwa karibu hivi na sanduku. Hapaswi kuwa ndani ya umbali unaowezekana. Na nini cha kuvutia sana? Jina Uza linamaanisha nguvu. Sasa angalia jinsi anavyofanya mambo. Mkono wake ambao ni ishara ya nguvu zako. Tumeambiwa kama mfano wa kivuli, hivi ndivyo inavyokuwa unapofanya mambo kwa mkono wako mwenyewe, kwa nguvu zako mwenyewe. Fikiria, kwa maana hiyo, kile tulichokuwa tukisema awali kwenye mafundisho kuhusu amri ya Ya katika uwepo wake. Si amri ya mwanadamu, si nguvu za mwanadamu, si mwanadamu kushughulika na jambo vibaya. Na hivyo Yas anachochewa hasira hapa kutokana na kile kinachoendelea kupitia kwa Uza. Hili ni jambo la kuvutia sana ukizingatia jina halisi la yule anayekaribia kulipa uhai wake kwa kufanya hivi vibaya, na kufanya kwa namna ambayo huenda haikuwa katika maana ya amri ya Ya kufanywa kwa njia yake kwa ajili ya makusudi yake. Kwa hiyo kama huo ndio msingi wa kibiblia, inawezekanaje Ron Wyatt alikaribia sana sanduku la agano? Kama anachosema ni kweli, shikilia wazo lio, shikilia wazo hilo. Tuna simulizi hii inayojulikana sana. Wakati Musa alishuka kutoka mlima Sinai. Hivyo basi, hapa ndipo anashuka na mabamba ya agano, akiwa na mabamba mawili ya ushuhuda mkononi mwake. Aliposhuka kutoka mlimani, Musa hakujua kwamba ngozi ya uso wake iling'aa, kwa sababu alikuwa amezungumza na Elohim. Tunajua kwamba Musa alizungumza na Elohim uso kwa uso, na hivyo kwa kuwa katika uwepo wa utakatifu wenyewe, uso wake uling'aa. Kwa kuwa katika nuru ya Elohim, kimsingi Moshe alikuwa akiangaza nuru ya Elohim. Na kwa hivyo tena, hii itakuwa sehemu ya nini tunapaswa kufanya. Je, tunaangaza nuru ya Masihi? Au je, tuna hata nuru ya Masihi pamoja nasi? Turudi kwenye hadithi ya kifo cha Masihi. Tunayo, na kwa kweli hii ni wakati wa kifo chake. Kuna jambo la kuvutia sana ambalo mimi na Curtis tumewahi kulizungumzia hapo awali. Katika Mathayo 27 inasema makaburi pia yalifunguliwa na miili mingi ya watakatifu waliokuwa wamelala ilifufuliwa. Na walipotoka makaburini, tazama hili, baada ya kufufuka kwake, waliingia katika mji mtakatifu na kuonekana kwa wengi. Hivyo basi, kitabu cha Mathayo kinanasa jambo hili kwamba wakati wa ufufuo wa Masihi, watu wengine pia walifufuliwa. Na hili liliwashuhudiwa na watu wengi katika mji wa Yerusalemu. Kisha simulizi inarudi kwenye kusulubiwa kwa Masihi. Inasema, wakati yule jemadari na wale waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yeshua walipoona tetemeko la ardhi na yale yaliyotokea, walijawa na hofu na kusema, kwa kweli huyu alikuwa mwana wa Elohim. Sasa hatuchukui muda wa kutafakari vya kutosha kuhusu kile kinachoendelea hapa, kwa sababu tunazungumzia mpagani wa wapagani kufanya mabadiliko makubwa kabisa, mabadiliko makali upande mwingine. Ametoka kuabudu miungu ya Kirumi kwa hakika hadi mtu huyu alikuwa mwana wa Elohim. Hili ni mojawapo ya mabadiliko makubwa kabisa ambayo mtu anaweza kufanya kwa namna yoyote ile. Na kwa hivyo, kitu anachokishuhudia kinasababisha mabadiliko haya magumu kwa huyu mpagani wa zamani kuingia, huyu ni mwana wa Elohim aliye hai. Na kwa hivyo, sababu ya mimi kuzungumzia hili ndilo jambo. Kile kitakachofundishwa kwa ujumla ni kwamba akida wa Kirumi angeona pazia la hekalu likipasuka. Hapa kuna jambo. We ni akida wa Kirumi. Umeshtakiwa kwa utumwa wa taifa la Kiyahudi. Kama ungeshuhudia hekalu la Kiyahudi likipasuka vipande viwili, ungekuwa unafikiri, hana wahudumia, sivyo? Fikiria kuhusu kinachoendelea.
chochote kilichotokea katika tavi ya kale, hii ilikuwa lazima ukumbuke, maakida wa Kirumi walikuwa wamechoshwa na vita. Walikuwa wamezoea kuona damu, mateso. Kama hawa, dhamiri zao zilikuwa zimechomwa kabisa. Na huyu akida wa Kirumi anaondoka. Huyu alikuwa mwana wa Elohim. Kwa mkongwe wa vita aliye ngumu kiasi hiki, pazia la hekalu kupasuka vipande viwili lisingemgusa kabisa. Kwa kweli, ungeitumia hiyo kuimarisha imani yako kwa miungu yako ya kipagani na kusema, hii ndiyo sababu tunapaswa kuwatawala ninyi Wayahudi. Na hiyo ni kama ukichukulia kwamba wangeweza kweli kuona wazi pazia la hekalu kabisa. Na hii inakuwa baadhi ya changamoto zinazohusiana na mlima wa Mizeituni, miongoni mwa nyingine nyingi zinazohusisha bonde la Kidroni na mambo haya yote. Unaona, tunaambiwa kwamba ndivyo walivyoshuhudia. Lakini ni nani aliyesema hivyo? Tunachojua ni kwamba maandiko yalisema walichokiona ni miamba kupasuka na kitu fulani kikatokea. Na kutokana na mambo haya mawili, jemadari huyu wa Kirumi amejaa hofu. Kwa hivyo amejaa mshangao. Kwa hiyo kama Michael alivyosema, huu mabadiliko wa ghafla kabisa kutoka kwenye upagani hadi kutambua kwamba huyu ni kweli mwana wa Elohim ni tukio kubwa sana. Sio kwamba wanajiuliza huko mbali sana, unajua, pazia limechanika au kitu fulani kwa hawa Wayahudi wa ajabu na namna yao ya kuabudu miungu yao. Hata wasingeweza kuelewa hilo, kulihusisha wala kujua undani wake. Lolote lililotokea lilikuwa hivyo. Hakika, kwa mshangao, ardhi ikikodishwa na kugawanyika na kushuhudia kitu wakati wa Yeshua kwenye tavi ya kale kikivuja damu. Na ilifanya hivi kabisa. Na kwa hivyo tumeweka jambo hili. Jemedari aliona nini? Kwa sababu kile Curtis alichokitaja hapo awali katika mfululizo wa mlipizaji wa damu ni wakati miamba ilipopasuka na kugawanyika, na hii ingeruhusu damu ya Masihi pamoja na mchanganyiko wa maji, kwa sababu damu na maji vilitoka ubavuni mwake. Je, hii ilishuka na kugusa sanduku? Hivi ndivyo Curtis hakusema wakati huo. Vipi kama mwanga ungetoka kwenye miamba? Kwa sababu tunazungumzia kuhusu Neos hapa, Neos wa kweli, sanduku la agano. Vipi kama mwanga, kama tulivyosema awali, mwanzo kabisa wa kipande hiki, je, mwanga wa Elohim ulianza kung'aa juu ya Masihi wakati wa kifo chake kwenye Tav? Sasa fikiria hili, kwa sababu unayo askari wa Kirumi akishuhudia tetemeko la ardhi wakati wa kifo cha Masihi, miamba ikipasuka, damu na maji vikimtoka Yeshua. Hilo lenyewe ni jambo la kuvutia. Halafu jiwe linapasuka na mwanga unatoka kwenye miamba na kumulika Masihi. Sasa, je, hilo lingemfanya mpagani mgumu aingie katika hili? Alikuwa mwana wa Elohim. Na mambo yanaweza kuonekana wazi kwa kutokuwepo kwake. Wameona miamba ikipasuka na kilichotokea. Kitu hapa ni utukufu wa Mungu kumficha mtu au heshima ya wafalme kuuchunguza. Jambo moja ni hakika, aliona wazi wazi. Kitu kilitokea kutokana na kukodisha huku. Na tunajua wazi kwamba ilimleta katika uelewa kamili. Huyu alikuwa mwana wa Elohim. Papo hapo, alikuwa na ufahamu gani hasa? Na alishuhudia nini hasa? Na kama zawadi hiyo isingeondoka kwenye sanduku bado, na miamba hiyo ingekuwa imeangushwa, na damu ile ile iliyonunua agano hilo ilikuwa ndani yake, sasa ilikuwa ikitokea kweli. Je, inavutia kwamba kitu kilizuka kutoka ardhini? Kwa kweli, iwe nuru la kitu
Sasa kilikuwa kinahamishwa kwa sababu damu takatifu iliyotengwa ndiyo pekee ambayo ingekuwa chombo halisi cha uso wa Mungu, na nuru ya Elohim ing'ae juu ya mwanawe. Inaweka mtazamo wa kipekee kwenye nuru ya Yah ing'ae juu yako na kile tunachokijua kama baraka ya Kiyahudi ya Haruni. Tutalifikia hilo kwa muda mfupi. Lakini hadi sasa, namaanisha kabla ya kifungu hiki, tunaona katika maandiko kwamba mahali ambapo uwepo wa Yah yupo kuna nuru. Tuliona hilo kwa Musa, tuliona kwenye hema la kukutania, tuliona kwenye hekalu la Sulemani. Na kama pango la Yeremia ndilo lilikuwa mahali pa uwepo wa Yah wakati huo, ni nini hasa kilichotoka kwenye miamba? Sasa tunaanza kudokeza kwamba kama madai yake yalikuwa ya kweli kwa njia moja, kwa nini labda hakufa?